Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu leo tumekutanika hapa Mwananyamala hospitali kwa ajili ya kuwa sehemu ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Kama tunavyofahamu, maadhimisho huwa yanafanyika kila tarehe 8 Machi. Kwa hiyo sisi wiki yote hii ya kwanza ya Machi tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali, ambao mojawapo leo ni kukutana na watendakazi wa afya katika hospitali ya Mwananyamala, lakini tumewaleta na wale wa Temeke hospitali ili kujadiliana nao changamoto za haki ya afya kwa mwanamke. Kwa hiyo tutakuwa nao siku ya leo, lakini vile vile tuna maafisa wa ustawi wa jamii, tuna maaskari kwenye madawati ya jinsia na vile vile tuna madaktari. Nia na madhumuni ni kuhakikisha kwamba hii haki ya afya ya mwanamke inatafakariwa na inapewa kipaumbele. Na kwa nini tumechagua Mwananyamala hospitali? Kwa sababu hapa kulikuwa kuna kituo kinaitwa One Stop Center au kituo cha mkono kwa mkono ambacho kinasaidia mwanamke ambaye ni manusura wa ukatili wa kijinsia aweze kuhudumiwa sehemu moja. Sana kituo cha mkono kwa mkono kilisaidia kwanza kufanya wanawake wengi wapate haki zao, wasipoteze ushahidi, kwa sababu mara nyingi ukiumia mahali popote au ukiumizwa lazima uende polisi ukapate fomu inaitwa fomu namba 3 au police form namba 3 PF3. Kwa hiyo ile mzunguko wa kwenda kule kupata PF3 utoke ndio uje hospitali ilikuwa inapoteza ushahidi. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni moja kwa moja mtu anapata haki yake, kama yule ambaye alimfanyia ukatili anafikishwa mahakamani na kukutwa na hatia moja kwa moja. Kwa hiyo ilisaidia sana hivyo. Lakini ilisaidia pia wanawake kuripoti, kwa sababu wanawake wengi walikuwa wanapotezea tu, anakuja tu kutibiwa anasema tu uongo, mimi bwana nimeanguka, kumbe amepigwa. Lakini ilikuwa inasaidia wanawake kuripoti. Hali ya ukatili wa kijinsia ni kwamba wanawake 7 kati ya 10 wanapata ukatili wa kijinsia. Manusura wa ukatili wa kijinsia ukiwachukua 10, 7 ni wanawake. Kwa hiyo changamoto bado ni kubwa, lakini vile vile ukatili unafanyika sana kwa wanawake wa miaka 15, ni wasichana 15 mpaka 49. Ukatili huko kwa kiasi kikubwa sana. Na masuala ukatili ni ukatili wa vipigo, ukatili wa wenza inaitwa intimate partner violence, na ukatili pia wa mauaji ya wenza femicide. Lakini vile vile masuala ya ubakaji yapo kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kuna ukatili mkubwa pia umekuja sana wa kiuchumi pia. Kutokana na hali ya uchumi ya wanawake wengi kuwa chini, ukatili wa kiuchumi umekuwa wa hali ya juu. Kwa ripoti ya mwaka 2024 ya haki za binadamu, hii mwaka huu hatujaitoa bado, inaonyesha kwamba Dar es Salaam bado inaongoza kwa ukatili wa kijinsia. Na ndio maana si mradi wetu tulifanyia Dar es Salaam na tukaufanyia wilaya ya Temeke na wilaya ya Kinondoni, hasa pa Mwananyamala. Dar es Salaam ina ukatili unafanyika sana kwa sababu ya watu ni wengi, idadi ya watu ni kubwa na idadi ya wanawake pia ni kubwa, lakini shughuli mbalimbali za uchumi ni nyingi kwa Dar es Salaam. Kwa hiyo inaongoza kwa sababu hiyo. Lakini kuna mikoa kama Tabora, inafuata Mara, kama kawaida Mara iko sana kwenye masuala ya ukatili wa kijinsia pamoja na mikoa mingine. Lakini Dar es Salaam ndio inaongoza. Kwa sasa hii hali wakati tunafanya mradi vilikuwa vituo 14 tu Tanzania nzima. Na sasa hivyo 14 pia vimesha shuka uwezo wake wa kufanya kazi. Kwa hiyo vingi vinavyofanya kazi vikubwa sidhani kama vinafika 10 kwa sasa. Kwa hiyo bado kuna ombwe kubwa la vituo hivi. Huko Tarime sijui kama vipo, huko ambako kuna ukatili wa kijinsia mkubwa sidhani kama vipo. Kwa hiyo tutaongea na uongozi hapa kama tunaweza tukaviongeza kwa Dar es Salaam, kwa sababu wao wana uwezo kwa Dar es Salaam. Hao sidhani kama wana mamlaka ya kwenda mikoani. Lakini vituo ni vichache kwa kweli na vinahitajika kwa kiasi kikubwa. Kitu kinapungua ni watendaji. Watendaji wale ambao tuliwafundisha, tuliwapa mafunzo, wengi walihamishwa kwenda kwenye hospitali zingine. Kwa ndio maana leo tunafanya mafunzo tena kwa watendakazi wa hospitali ili waweze kupata hiyo knowledge. Kwa sababu mkono kwa mkono lazima uisomee. Lazima ujifunze taratibu yake. Kwa hiyo ndio tunawafundisha sasa ili kuweza kuweka nguvu zaidi. Uko chini kwa kweli. Wale wananchi uko chini sana. Na ndio maana tumeita pia wanasheria wa msaada wa kisheria ili wasaidie kutoa elimu huko kwenye jamii. Kuna kituo cha msaada wa kisheria Kinondoni, lakini pia cha mahakamani pale mahakama ya Kinondoni. Kwa hiyo hao watatusaidia kutoa elimu kwa jamii. Bado iko chini, lakini wakijua inawasaidia sana kwa kweli.